Halo. Halo. Unaongea na mzazi wa Emmanuel Michael. Ndio. Nimepata taarifa hapa kwamba mlikuwa na kikao. Sawa. Kwamba inahitajika kila mzazi achangie shilingi 5,000. Sawa. Kwa ajili ya kutafuta mwalimu wa kufundisha darasa la kwanza na chekechea. Sasa sijajua hii taarifa imekaa vipi na kwa nini sisi wazazi tuchangie hiyo shilingi 5,000 kwa msingi upi? Hiyo taarifa ni ya kweli. Tena umebahatika kuongea na mwalimu mkuu. Mimi kama mwalimu mkuu wa shule nimeona kuwa kweli kuna upungufu wa walimu. Na nimejaribu kuongea na mratibu wa shule na tukaongea na afisa elimu. Lakini sasa mambo ya serikali huaga yanakwenda taratibu. Kwa hiyo tukaanza kwa kujiongeza kwa haraka. Ni bora tufanye hivyo kwa sababu kuna wasomi tu wako mtaani ambao hawana ajira. Kwa hiyo tumeona tupate hata walimu wawili basi waje wasaidie. Kwa hiyo tunalipa sisi kama sisi. Samani mwalimu. Bila samani. Kwa sababu mimi ninachokijua walimu ndio wengi kuliko watumishi wote wa umma hapa nchini Tanzania. Sawa. Sasa mimi ninashangaa na ninasikitishwa na hii taarifa kwamba sisi wazazi tuchangie shilingi 5,000 kwa ajili ya kutafuta walimu mtaani. Ina maana serikali nyie mmeshindwa kuajili watu ambao wengine wamesoma huko, wamekaa miaka 3, 4, 5, watu hawana ajira, hawajaajiliwa. Mnashindwa kuajili watu au mnashindwa kuzungumza na watu ambao wako juu yenu, au mnashindwa kuzungumza na serikali yenu ili mkaweza kuajili walimu wa kujitosheleza. Sasa mwisho wa siku sisi wazazi inatakiwa tuwajibike tena kwa kuchangia shilingi 5,000. Kila mzazi shilingi 5,000, maanake kila kichwa cha mtoto shilingi 5,000. Hivi hiyo huoni kwamba hiyo ni pesa kubwa? Kweli ni pesa kubwa. Na kwa watumishi, kwa mfano walimu ni wengi sana kuliko watumishi wengine. Lakini kama nilivyosema, nirudie tena, sitaki uniambie kwa mfano. Ina maana wewe mwalimu ina maana hauna uhakika na hizo taarifa kwamba kuna watu wamesoma wako mtaani hawana maajira. Mnashindwa kuwaajiri, mwisho wa siku mnatuzolea watu huko ambao wameishia form 4, wameishia form 2 huko ndio waje watufundishie watoto wetu. Hapana, sio hivyo. Ila tumeona wakati bado wanafanya process serikali ya taratibu, lakini sisi tufanyaje? Tujiongeze. Kwa mfano, nakupigia mfano, mtu uko kwenye katikati ya uwanja wa vita, lakini wamekupigia simu kuwa tunakuletea majeshi ya kukuokoa, lakini hauwezi ukakaa tu kabweteka kuwa anakuja kuokolewa. Utaendelea na wewe kufanyaje? Kufanya mbinu zingine ili wanapokuja wale kukuokoa wakukute kwenye hali gani. Kwa hiyo ina maana kwamba, kwa mfano tumechukua mtu kamaliza form 4, ana idea nzuri, vitu vyake ni vizuri, akaja kufanya darasa la kwanza na la pili na la tatu, kuna shida? Mwalimu, samahani, unaongea sana, yani kama vile mchungaji anahubiri. Taarifa, mimi kama mzazi wa Emmanuel Michael siko tayari kuchangia kiasi cha shilingi 5,000. 5,000 hiyo ni pesa kubwa sana, na hili swala sijalizika nalo. Nitapeleka kwenye uongozi wa ngazi za juu zaidi. Mwalimu mpumbavu, hauna akili wewe. Sisi tumekaa tu, yani hatujalazimisha wazazi, ila tumekaa tumeona hivyo kuwa tujiongeze ili wanafunzi waendelee kupata nini? Elimu zaidi. Kwa nini nyie walimu msikae walimu kama walimu, mkachanga pesa zenu mfukoni, au mkaongea na hiyo serikali mkachanga pesa zenu nyie wenyewe mkatafuta hao watu wa mtaani? Tukiwa bado kwenye sasa serikali tutafuta watu wa mtaani. Mwalimu, hiyo ni tumejiongeza sisi kama sisi. Mwalimu, yani nyie walimu wote hamna akili, nyie walimu wote wapumbavu, hamna akili, washenzi kabisa. Mimi sitolipa hiyo pesa ya kiasi cha shilingi 5,000 na ninataka mtoto wangu afundishwe.